Bado mimi mdogo. No. Kwa maarufu si sahihi au si sawa kwa upande wangu mimi. Mimi siwezi nikaonyesha mahusiano yangu. Kwa sababu sasa hivi unaweza kadate na mtu ndio. Lakini usizani kama kila mtu anadate na mtu asema ndio atakuja kunioa. Au nitakuja kumuoa. Inakuwa ni ngumu. Kwa shangaa unakuwa kila unadate naye unapost yani inakuwa kama unajishusha thamani wewe mwenyewe. Unatengeneza idadi pale kwenye watu wanakuwa wanajua kwamba kasha date na huyu, kaja huyu, wakaachana na huyu, ni inakuwa si vizuri. Sasa kwa nini usiwe na mtu wako mmoja na ukaamua kuishi naye? Unaweza ukaa naye mmoja, lakini kuna kutofautiana. Leo na kesho kutwa mmegombana, mkaachana. Utafuta zile posti, utampata tena mwingine. Penzi jipya linavyoanzaga vile, unamposti tena. Mtagombana tena hivyo. Kwa inakuwa ni unajitengenezea mwenyewe sifa mbaya. Kwa labda wewe mahusiano yako sasa hivi, Valeria, mtuambie. Mahusiano yako yapo kwenye social media ama yako private? Mahusiano yangu mimi sasa hivi. Sasa hivi niko single. Kweli? Valeria. Uko single kabisa? Kabisa. Kwa jimbo liko wazi? Kabisa. Waji wapo? Waji wapo? Waji? Tutaongea. Waji mtaongea? Kuko tayari kabisa? Kwa sasa hivi hapana. So umesema mwenyewe? Waji tutaongea. Lakini kwa sasa hivi bado. Kwa nini sasa hivi bado? Bado mimi mdogo. No. Masala ya kuolewa hivi bado. Kwenye ndoa manake bado, lakini mahusiano unaweza kana. Mahusiano naweza kana, lakini kwenye ndoa hapo ndoa. Unataka kufungiwa ndani? Bado sana sijawa Miss Tanzania. Hivi kwa nini watu maarufu wengi hasa kwa watoto wa kike hawadumu kwenye mahusiano? Yaani hawakai kwenye mahusiano. Unafikiri labda shida ni ipi? Ni kama hiki kitu ambacho umeweza kukizungumza kwamba watu wanajua background zao kwamba ni ex husband wengi wanakuwepo. Watu maarufu kudumu kwenye mahusiano inakuwa ni ngumu kwa sababu unajua kutoka pia na mtu na date naye. Unaweza kudate na mtu ambaye ni na wivu sana. Sasa unavuka vile famous, baba akichukua simu yako akiingia Instagram akuta zile DM anakuwa na panic. Yaani hivyo. Kwa kuna wengine hata anaweza kukuzoea kitu unachokifanya. Kwa unakuta wengi wanashindwa. Wanasema bado tuachane lakini kazi yangu nitaendelea nayo. Kwa sababu unakuta watu wengi maarufu hawa kwenye mahusiano, naweza kusema hawako kwenye mahusiano rasmi. Ndio. Hiyo ndio sababu kubwa. Hiyo ndio sababu kubwa mimi nayoona. Sasa sijui kwa wengine iko vipi. Lakini nadhani tu ni ule wivu. Kwa sababu unavyokuwa famous unakuwa tayari unajulikana na watu wengi. Na unavyokuwa unajulikana na watu wengi unaweza ukaika kitu Insta story, mtu akaenda pale akadm akaandika labda nakupenda, sio natamani jue mke wangu, natamani jue mume wangu. So unavyokuta mwenza wake akija kishika ile simu, akiingia kule DM akienda kuangalia vile kuna kitu. Katamvaa. Wivu. Kawivu. Kaugonjwa kawivu. Kawivu Okay, pengine nini ambacho nawaambia pengine watu ambao wapo kwenye mahusiano, pengine wapo watu kama wewe, pengine kuna modo, kuna miss wengine ambao bado wanaendelea kupambana kama wewe, na pengine mahusiano yao pengine yana changamoto na pengine wanatamani kuendelea kubaki kwenye mahusiano. Ni kitu gani ambacho pengine unawashauri? Cha kuwashauri sasa mimi hapo kwa watu wenye mahusiano. Unajua mtu akishakuwa kwenye mahusiano huwezi kumshauri chochote. Yaani inakuwa tayari ni maamuzi yake. Mimi siwezi kumshauri. Ni maamuzi yake hapo mkononi mwake. Akiamua kuendelea ni yeye, akiamua kubaki ni yeye. Siwezi nikamwambia abaki kumbe anateseka au nikamwambia aondoke kumbe alikuwa yuko sehemu sahihi. Kwa hiyo sasa hapo maamuzi yako mkononi mwake mwenyewe. Valeria, unaweza kumwacha boyfriend wako kwa sababu ya wivu? Sasa hivi niko single. Nauliza swali, sawa. Unaweza kumwacha boyfriend wako kwa sababu ya wivu? Namwacha ndio.
namwacha. Yeye ana wivu juu yako, kwa nini umwache? Yaani akishakuwa na wivu juu yangu mimi ni kwamba haniamini. Yaani kila siku itakuwa ni vita humo ndani, yani ni vita. Kwa mimi siwezi. Stress. Unaogopa kuwa na ma ex husband wengi? Mimi siogopi. Kwa sababu nikija kupata mtu sahihi. Sidhani kama atakuwa na hivyo vitu kama wivu sijui nini. Kama iko na labda ni kidogo sana, lakini sio ule wivu wa kupitiza kwamba kila ninapoenda nimwambie ninachokifanya hiki ajue, ni kama kunifuatilia kama polisi sijui niseme. Wanaitwaje wale nini? FBI. Mimi sitaki mtu wa hivyo. Unataka kama FBI? Okay, sasa Valeria, hebu tuweke sawa. Watu wanataka kufahamu Valeria ni mtu wa namna gani. Sawa? Kama ambavyo unasema kwamba utaki mtu ambaye anakufollow. Yani kukufollow. Sasa unajua unapokuwa kwenye mahusiano kama mtu wako lazima akufollow. Lazima ajue unapita wapi. Leo Valeria anaenda wapi? Leo pengine ana issue gani? Lazima ajue. Hasa kama kitu ambacho unaweza kuzungumza kwamba hutaki mtu namna hiyo. Hii unaona kama iko sawa? Kwangu mimi iko sawa. Kila kitu kina mipaka. Kwa hiyo hata kama akija lazima tu awe na mipaka. Kama wivu pia uwe na mipaka yake. Sio lazima kupitiliza. Kuna wengine wako na wivu mpaka ndana jinyonga. Mimi sitaki watu wa hivyo. Utaki mwanaume ajinyonge hivyo. Sitaki laana. Nataka kabisa damu ikudai. Okay, Valeria, social media unatumia kwa jina gani? Natumia Valeria_Adam. Au kaandika pale Miss Valerie utanipata. Ni Instagram au TikTok? Kote, Instagram pamoja na TikTok. YouTube sina. Kule tupo. Okay. Labda neno la mwisho la kuambia fans wako, mashabiki ambao wanakufuatilia katika social media zako, nini ambacho naambia? Cha kuambia kwamba mzidi kunisupport, nawapenda sana. Kwa hata kama nikirudi kwenye masuala ya pageant huko, mnisupport. Kwa mwaka huu labda huko mwishoni, lakini kwa sasa hivi niko chuoni kimasomo. Siwezi nikaacha. Kwa mwaka huu kwenye masuala ya umisi nitaacha, lakini kwenye masuala ya umodo bado nipo. Kwa kama mtu ana kazi anataka anipe, nipo. Kama ni designer, mtaji nionyeshe mavazi yako, au ni muuza duka, chochote kile. Kama tu ni designer ni hivyo, mimi niko hapa, unaweza kuniDM Instagram. Hivyo, kwa cha kuambia ninawapenda watu wote. Yes. Haya.